Sasa tunakwenda kusikia ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo utakuwa na kichwa chenye muendelezo wa, tulikuwa tuna kichwa ambacho kilikuwa kinasema mfahamu mwalimu wetu ni nani. Tuliangalia wiki iliyopita kwamba ujumbe huu ulikuwa unatusisitiza hasa kwa habari ya mwalimu wetu sisi kama kanisa. Sababu kusema mfahamu mwalimu wetu ni nani, nikasema kwamba ni kitu cha umoja, kwamba sisi kama kanisa la Kristo ulimwenguni mwalimu wetu ni nani. Na tukasema kwamba tunapoangalia mwalimu wetu, hiyo haimaanishi kwamba tunawatoa watumishi wa Mungu, sababu watumishi wa Mungu nao wanasikia alafu ndio wanakiachilia. Kwa hata walimu wasema walimu wetu, walimu wa katika kanisa na watumishi mbalimbali, watenda kazi mbalimbali, maana kwamba wanatakiwa wajifunge nira ya Kristo ile ile alafu wajifunze kwake. Kwa hiyo sisi sote kama kanisa mwalimu wetu ni, tukaangalia wiki iliyopita kwa kina kidogo, mwalimu wetu ni mmoja, ni Yesu Kristo. Na tuliangalia kwamba kuna watu katika kanisa wanaweza wakamfuata Musa, wakafuata mafundisho ya nabii fulani, nabii Elia, nabii Yeremia, wakasimamia hayo. Lakini Yesu ndiye mwalimu wetu hasa. Na kwa kuthibitisha hilo, kuna habari ambayo tuliangalia katika maandiko kwa habari ya siku moja Yesu alienda mlimani kusali na wanafunzi wake. Alimchukua Petro, Yohana na Yakobo. Walivyoenda kusali mlimani, Yesu akabadilika sura. Sema uso wa Yesu ukabadilika, ukawa wenye kung'aa. Alafu Petro akaenda akamwambia, ni vizuri sisi kuwako mahali hapa. Kwa nini tusijenge vibanda vitatu? Kimoja kibanda cha kwako, kingine cha Musa, cha Elia. Kwa nini? Kwa sababu wakati Yesu anang'aa mavazi yale, walitokea Musa na Elia wakiwa wanazungumza naye katika umbile. Wakamtokea wakiwa wanazungumza naye. Sasa Petro akamwambia, kwa nini tusijenge vibanda vitatu? Biblia inasema kwamba wingu likashuka likawafunika. Alafu sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu wa pekee, msikieni yeye. Maana yake kwamba nini? Usimlinganishe huyu na Musa na Elia, kwa sababu Elia anawakilisha, ni mmoja anasema wa nabii mkuu katika manabii. Elia ni nabii katika manabii. Ukizungumza Elia ni nabii ambaye nasema ni nabii mkuu katika manabii. Kwa Elia aliwakilisha manabii, Musa akawakilisha Torati, kwa sababu katika alikuwa ni mjumbe wa lile agano la kwanza. Lakini Mungu anasema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wa pekee, msikieni yeye. Maana kwamba jifunzeni kwa huyu hapa. Alafu wale wengine wote wakatoeshwa. Tujenge vibanda vitatu. Kanisani wakati mwingine tunajenga mabanda matatu. Tunachanganya mambo. Tunamsikiliza Musa, tunawasikiliza manabii, kwamba manabii walikuwa wakitaka kufanya wanafanya namna fulani na tunajifunza kwao. Wakitaka kufanya sui namna fulani tunajifunza kwao. Musa alikuwa akitaka kufanya utakaso wa dhambi, alikuwa anafanyaje? Tunajifunza vile ambavyo Musa alikuwa anafanya moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukaangalia wiki iliyopita kwamba Yesu Kristo ndiye pekee ambao sisi kama kanisa tunatakiwa tujifunze kwake. Na yeye mwenyewe alisema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Kwa inapozungumzwa swala la mwalimu wetu ni nani, wala tusichanganye. Na tuliangalia wiki iliyopita pia kuna baadhi ya mafundisho ya ulimwenguni tunawafundisha kanisa, au sisi kama kanisa tunaanza kuamini mambo ya mafilosofa. Ukiangalia katika ulimwengu huu kuna mafundisho ya watu wana filosofia wa enzi zile, Wagiriki. Kuna wakina Plato, kuna wako wengi ambao walitoa falsafa mbalimbali za maisha ya ulimwengu. Walitoa mbinu mbalimbali. Sasa tukianza kujifunza kwao,
maana kwamba tutaanza kutegemea sema namna ya ulimwengu huu. Lakini pia tukaangalia pia kwamba kuna elimu ya sema ni elimu dunia ambayo ipo tunatakiwa tujifunze, lakini sio sisi kama kanisa tuanze kuwa na tunaifundisha kanisani. Tunavozungumzia physics, chemistry, Kiswahili na kadhalika, yote hiyo ni elimu. Sasa nikikaa hapa nikianza kufundisha mambo ya physics, inakuwa nini? Inakuwa tunaanza kutegemea sasa ile. Sio mbaya kujifunza tukiwa nje, lakini ndani ya kanisa sisi kama kanisa tunatakiwa tujifunze kwa Kristo Yesu. Kwa sababu kanisani ukijifunza mambo ya physics, kuna laws zile sema ni kanuni za asili ya ulimwengu huu. Kwa sababu ukizungumza physics, chemistry imerely hasa kwenye zile kanuni za asili ambazo Mungu aliziumbia kila kitu. Laws of flotation, laws of gravity, kanuni ya mvutano, kanuni ya kuelea. Sasa imagine Yesu Kristo ukimwambia habari ya physics alipaa. Kuna kanuni ya mvutano wa dunia, si ndio? Ukimwambia siku na laws of flotation, kanuni ya kuelea juu ya maji, mambo ya Archimedes principle waliosomaga mambo ya physics. Kwamba kuna namna fulani ukipanda ukikaa kwenye maji lazima udumbukie kulingana na chombo jinsi kilivyo, au kupaa kuna yani kuna kanuni lazima uzingatie. Lazima kuna kanuni uzingatie ili uweze kuvunja kanuni moja. Ili kuvunja kanuni moja lazima uapply kanuni nyingine. Lakini ukiangalia Yesu alifanya vitu ambavyo physics, chemistry, biology haiwezi kufanya nini? Ikaelezea. Sasa tukianza kujifunza sana kanuni za ulimwengu, kwa sababu unajua ulimwengu, katika ulimwengu tunaishi kwa kufuata kanuni za ulimwengu, ni sawa. Lakini kuna wakati, kuna majira inabidi kanuni za ulimwengu ziwe override. Zinakuwa override kwenye dimension gani? Tunasema ni spiritual dimension. Au kwenye mlengo gani? Kwenye upande gani? Iko hivi. Kuna wakati tiba haifanyi kazi. Kuna wakati kuna mambo katika kanuni za ulimwengu haiwezekani. Sasa kanisani tukijifunza zile kanuni za nje, na maana tunapoteza ile spiritual power, utegemezi wetu katika nguvu za Roho Mtakatifu ambazo ni nguvu za rohoni. Kwa huku tunatakiwa tujifunze kumwamini na kumtegemea Mungu ambaye yeye aishi ndani ya kanuni za ulimwengu huu. Tukianza kujifunza mambo ya elimu dunia kanisani, elimu ya fedha, kwamba lazima unajua, lazima nasema hivi. Kuna vitu vingine tukiviangalia kwa kina. Kwa mfano tukiangalia kwenye ulimwengu wa watumishi wa Mungu ambao Mungu aliwapa mali kwa wingi, niseme ukweli, hawakutumia nguvu, sijui mauwekezaji makadhalika. Mungu aliwapa mbegu katika namna ya ajabu. Kwa mfano Abraham alikuwa na mali, si ndio? Tunafahamu kwamba Abraham katika watu ambao walikuwa na mali na alikuwa ni tishio, alikuwa anaogopeka hadi na wafalme, Abraham. Lakini Abraham mali zake za kwanza kabisa alipewa na nani? Na mfalme wa Misri. Katika namna ya rahisi kabisa. Unajua hakutumia nguvu. Yaani ilitokea tu kwamba ameenda mfalme akataka amchukue mke wake, akaja akagundua kwamba ni mke wake. Mungu ataka akamwadhibu, baadaye akaja akampa mali nyingi akarudi nazo. Alimhofia huyu ni mtumishi wa Mungu. Yaani ilikuwa it's all by grace. Yaani ilikuwa hivyo. Waisraeli tunasema kusoma kwenye maandiko walienda kurithi nchi ambayo wala hata hawakuihangaikia. Nchi ya Kanaani ilikuwa imejaa kila kitu, mashamba na kila kitu. This is how spiritual principles zinafanya kazi. Sasa tukianza kuwa unajua lazima kuwekeza, sawa, ni jambo la muhimu. Unapopata mbegu unatakiwa uiwekeze. Suleiman alifundisha. Lakini hata Suleiman mwenyewe ukiangalia alikuwa tajiri sana. Lakini ile capital kianzio, kiangalia Daudi baba yake aliweka mali nyingi sana. Kwa kuna vitu ambavyo jamani tukianza kuvidigest katika macho ya kiroho, cha msingi tu ni kumtegemea Mungu. Tufanye kazi kwa bidii na tuzingatie pia kanuni za ulimwengu. Lakini tusifanye nini? Tusizitegemee. Ndio maana akasema kwamba msizitegemee akili. Sio msizitumie, lakini msifike point ya kusema yani bila nisipofanya hivi haiwezekani. Kuna wakati unaweza kufika kusema yani bila kufanya hivi, bila kusoma haiwezekani. Tuliangalia hata wiki iliyopita hata hii namna ya elimu dunia. Kwamba yani jamaa hajasoma kwa hiyo hawezi kwenda popote. Nini? Hajasoma, ameishia form 4. Sasa hizo ni nini? Hizo ni
hizo ni tamaduni na ni namna ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tuliangalia pia mafundisho ya ulimwengu huu. Sio kwamba tusiyafanye, tuyafanye kabisa, tuyafate kabisa, lakini sio ya kutegemea. Yaani mlango mmoja ukifungwa katika ulimwengu huu, inawezekana ni mambo ya kuna namna fulani elimu ya dunia, ulikuwa kwenye formal schools ukaenda haujafanikiwa kwenda mahali, usijione kwamba yani hapa ndio basi, yani kwamba ndio kwa sababu ya pengine umefanya business fulani ukaona imecollapse ukasema yani mimi ndo basi. Maana yake nini? Maana yake kwamba tunategemea nini? Tunategemea elimu. Sababu elimu dunia ni isema inatufundisha kuishi kwa fact, kwa uhalisia wa kanuni za ulimwengu. Kiangalia watendakazi wa Mungu katika maandiko, kuna ambao waliishi au walipenya kinyume na kanuni za ulimwengu huu. Walipenya kinyume na kanuni za ulimwengu huu. Tuchukule mfano wakina Petro na yakina Yakobo. Walivua usiku kucha, walivua samaki usiku kucha. Na wale jamaa walikuwa wako vizuri kwenye nini? Kwenye uvuvi. Walivua usiku kucha. Alafu Yesu anakuja, anasema out ya zile principle ambazo zilikuwa za uvuvi, kwamba nje ya zile kanuni za kuvua, kwamba lazima uvue usiku, wakati mwingine pengine utegeshe taa, lazima iwe muda fulani, lazima Yesu ana mchana, twendeni mpaka kilindini muende mkashushe nyavu mvue. Kwa hiyo sio kwamba tusizifuate elimu za ulimwengu au mbinu na kanuni za ulimwengu, tuzifuate, lakini tusizitegemee. Mungu anatupa advantage kanisa lake kuishi kwa imani na kumtegemea yeye. Yaani iko hivi, unajua kuna wakati mwingine unasema yaani unajua bila connection, bila hivi haiwezekani. Haiwezekani. Yaani tusiweke kwamba hilo neno haliwezekani. Hiyo neno haiwezekani itokae na Mungu pekee. Kama Mungu akisema haiwezekani ndio useme haiwezekani. Lakini eti principles za ulimwengu huu zikwambia haiwezekani, kwamba unajua hii haiwezekani, usiconclude kwamba kwa sababu umeambiwa na watu, sijui either umeambiwa pengine na madaktari, either umeambiwa pengine na wasomi, umeambiwa. Unajua kuna wasomi, walimu wanaweza kukwambia yaani wewe umeacha shule au umefeli, wewe maisha yako ndio basi kabisa. Kuna watu sasa, sisemi kwamba kuacha shule ni jambo zuri, ni baya. Kama umeacha ni mbaya, lakini kuna wakati mwingine pengine umestruggle, kuna namna fulani, ile namna ya ikaishia hapo kwamba nimeona sasa yani hapa yani kulingana na circumstances mbalimbali either za maisha au za nini, nimeshindwa kuendelea, nimeishia hapa. Usiweke kwamba ndio mwisho, usiweke kwamba ni haiwezekani. Tukishaweka kwamba mambo hayawezekani kabisa, kama sio Mungu amesema, kwa sababu Mungu akisema haiwezekani tena, hata uende kwa nani haiwezekani. Kwa lazima tuache nguvu ya spiritual power iweze kufanya nini? Iweze kuamua pia kwamba katika ulimwengu huu kuna kanuni zake na wakati tunakubaliana nazo, lakini isiwe ni conclusion ya yale ambayo tunayapitia, sababu Mungu anafanya njia pasipo na njia. Kwa hiyo tuliangalia mambo hayo mambo wiki iliyopita, na tuliangalia kwa kina kwa habari ya walimu, umuhimu wa walimu, kwamba future ya watu inategemea na aina ya walimu wana exist katika jamii. Kuna walimu wanafanya abortion, wanaua yale maono ya watu kwa sababu ya maneno yao. Mwalimu anaweza akaongea na wewe neno akaharibu future kabisa, kwa sababu unaweza kukutana na walimu pengine wanafundisha, alafu akwambia hivi, imagine mtu anakuambia yani siwi kitu fulani bongo. Sishasikiaga nasema bana mimi nataka nifanye jambo hizi. Yaani jambo hilo bongo. Sishasikiaga hiyo kitu Yaani kwamba hiyo kitu haiwezekani kabisa. Yaani unazungumzia Afrika huko au unazungumzia yani hivyo. Kuna walimu wanafanya watu wasiwe na ile
ule moyo au imani ya kufanya vitu katika jamii. Sasa unapokuwa na walimu wa namna hiyo, hakuna mahali hiyo jamii itaendelea. Kwa walimu wana wajibu mkubwa sana wa kuona watu wanakuwa, na hata katika kanisa niseme hivi, watu wanakuwa kwa mafundisho ya walimu. Mchungaji, kusema mchungaji ni mwalimu wa kundi. Yaani Biblia inasema msiwe na walimu wengi. Maana kwamba wachungaji hawezi kuwa wengi. Tena kaza wengine wanaweza kuwa wengi, lakini wachungaji hawezi kuwa wengi. Yaani kwenye kundi, unaweza kusema huyu mchungaji fulani. Wachungaji hawezi kuwa wengi, na mchungaji ndo mlezi, ndo mwalimu. Sasa aina ya mchungaji ndio itadetermine pia ule ustawi wa wale ambao wanawachunga. Na kuchunga maana yake ni kwamba nini? Kufundisha, mafundisho katika mataifa yetu, lakini pia katika kanisa na mahali popote. Aina ya walimu walioko hapo, mentality yao, namna wanavyowaza, ndio itategemea na mafanikio ya wale ambao wanafundishwa au wanawaangalia. Nikasema pia hata kwenye nyanja mbalimbali, si ndoa, kwenye mambo ya kijamii, biashara, inategemea aina ya walimu ambao tunawafuatilia. Kifuatilia mtu ambaye hana ile kweli, kwa sababu unajua mwalimu, sifa ya mwalimu ya kwanza lazima akwambie ukweli, iwe huku katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu, mambo ya ulimwengu, elimu dunia, lakini pia anakwambia ukweli. Lakini pia ukweli huo sio kwa nia ya kukoma, anakwambia ukweli kwa lengo au ile nia ya kutamani kuona una progress, unaendelea mbele. Mwalimu mwenye nia ya kutamani kuona ndio kitu ambacho. Kwa hiyo aina ya walimu wanachangia sana na aina ya kizazi, aina ya maendeleo na kadhalika yaliyopo katika jamii. Mwalimu anatakiwa, unajua miaka ya nyuma walimu walikuwa wanaheshimika sana. Sasa hivi walimu hawaheshimiki kwa sababu walimu pia walimu ndio wanalalamika, lakini pia walimu unaona kabisa kwamba hata hiyo elimu yao wakati mwingine haiwasaidi. Unajua, kwa mfano watoto, vijana, ukiwaambia acha hii afu na wewe unafanya, kuna namna ambavyo akuangalia zima, yani wanakuchukulia poa. Unajua walimu, kwa mfano sasa hivi walimu kuna namna fulani ile wakati mwingine ile ile status yao tofauti na miaka ya nyuma, kwa anaheshimika sana. Imeshuka kwa sababu gani? Inawezekana pia ni wao wenyewe wanajitakia kulalamika, lakini hata wao wenyewe unakuta pengine hawajiweki katika namna nasema hii namna ya tumaini, kuna hope. Unajua wewe unafundisha watu sema kuna mwanga mbeleni, alafu hata wewe hiyo nuru haionekani, nalalamika, umekaa rafrafu, you are not smart, yani how encourage wengine. Ushakuwa mwalimu ambao how encourage wengine, yani mtu akikuangalia anaona shida, anaona matatizo. Ukimwambia kwa habari ya kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha, hapo akikuangalia wewe mwenyewe, huo ufunguo wenyewe hauoni kwako. Sasa hapo kuna ufunguo kweli hapo au ndo nini? Kwa walimu tuna burden, tuna mzigo ambao yale ambao tunayafundisha pia ni vizuri tuyaishi. Ndio maana nasema mwalimu ambaye pia mwenye nia au mwenye kiu ya kuona watu practically wanakuwa wanakuwa practically, sio ile tu theoretically. Tukasema kwamba wiki iliyopita tuna walimu ambao wanatamani tu watu wafaulu vizuri mtihani, sio watu wafanye vitu katika kwamba kama nimekufundisha kitu fulani nione unaweza kukiperform, unakiperform practically. Unajua mtu ambaye anafundishwa kitu afu anaweza kukifanya practically, huyo ndio mtu ambaye anaweza akadeliver au akaachilia matokeo katika jamii. Lakini ukiwa na walimu ambao pengine wao ni theoretically tu, hata katika kanisa kama hivi, katika kanisa tunapofundishana, raha ni kuona pia tuna change. Kwa mfano tukielekezana hapa neno la Mungu, watu tusome maandiko, watu fanye hivi, watu fanye, alafu watu mko vile vile, maana ya kwa watu ni elimu theoretically, kwa ni jambo ambalo tunalizungumza ambalo halina matokeo. Jamani watu tuwai, jamani watu tukifanya ibada tuwe hivi, jamani watu tuwe na utulivu, lakini yani tunazungumza kila siku yale mambo yale, na ndo kanisa la leo liko hivyo. Yani utazungumza kila siku yale. Yani kwa mfano tunafundishana kwenye kanisa, lakini our ways of thinking,
namna ya utendaji wetu, namna ya kuenenda kwetu. Kwa vile vile just we come like kama ni timetable tu, kwamba tunakuja tunashiriki ibada tunaondoka, lakini maisha yetu ni vile vile. Sasa as a teacher, kama mwalimu, mtu unajisikia kwa mwalimu ambaye mwenye mzigo atakuwa na, najua hata Yesu mwenyewe kuna siku moja alifika point akawachenjea wanafunzi wake, akawaambia neno hili, akasema hivi, nitakaa na ninyi na kuvumilia mpaka lini? Na aliwaambia hivyo kwa nini? Kwa sababu ilifika point hayupo, alafu wakatokea wale watu wanahitaji msaada. Kuna kijana ambaye alikuwa amepagawa na pepo la kifafa. Wakapelewa wanafunzi wake, wanafunzi wakemea bila. Ametokea Yesu, wale jamaa wanamfuata, na bwana, tumempelekea wanafunzi wako wameshindwa. Unajua kimsingi pale ilikuwa ni kwamba wanamwambia Yesu kwamba wanafunzi wako bado hujawafundisha vizuri, yani bado hawajaqualify. Yani unajua, kwa mfano ukitokea hivi, wewe unawafundisha wanafunzi, si ndio Alafu hao wanafunzi akaenda huko pengine kufanya kazi akaharibu. Yani kiuhalisia, yani sio yule mwanafunzi tu ameharibu. Watu kiangalia hata wewe mwalimu wake ni nani? Ukimwangalia mwalimu wake ndio yule pale. Wanasema kweli huyo mwalimu amefundisha kweli, ndio amempa zile max. Yani ndio kampa max zile, kampa max banda, alafu ndio amekuja kutufanyia mambo haya. Kwa hiyo hata sisi pia raha ya mtu kufundisha ni kuona progress. Kuona watu wana achieve. Haiwezekani leo hii pengine labda kuna shule mbalimbali, pengine shule hizo nasema vipaji maalum, Kibaha, Wilibor na hivyo, washawahi kuangalia ku research wanafunzi wao, au vile vyuo pengine UDSM na kadhalika, washawahi ku research wanafunzi wao, pengine wana deliver nini katika jamii, pengine labda kuna vitu gani ambavyo wamevifanya ni vikubwa katika jamii. Sasa haya ni mambo tu nazungumzia tu kama parable, mambo ya ulimwengu huu. Lakini sometimes kama chuo kikiona mwanafunzi amefanya kitu fulani kikubwa, pengine kaenda international, wanakuwa nini? Proud kwamba huyu alikuwa ni mwanafunzi wetu huyo, kwamba huyu tulimfundisha kilimo, kaanzisha kampuni kubwa ya kilimo, kaanzisha estate, kaanzisha au kafanya jambo hili, kaachilia matokeo yake katika jamii. Huyu ni mwanafunzi wetu. Ndio sawa na leo hii kwenye bwana nataka kutoka nje ya somo, kwenye mataifa yetu haya, ikitokea pengine umeenda ukapambana au ukafanya shindano fulani nje ya nchi, ukang'aa, yani utapokewa kwa vibe kweli, yani watakuona yani wewe huyu wa kwetu huyu, yani they are so proud of you. Kwa nini? Kwa sababu ametulea, tumemlea kijana wetu, tumemfundisha na hiyo ni namna ambavyo walimu pia tunatakiwa tuwe na, kwamba pengine umetoa opportunity mwalimu, ukasaidia watu ambao unajua hawa watu wanatakiwa waende sehemu fulani, alafu akienda huko akideliver matokeo, kuna namna fulani unajisikia yes, yule alipita katika mikono yangu. Ndivyo ambavyo ilivyo. Hiyo ndio burden, ndio responsibility ya mwalimu. Sisi kama wazazi pia, utajisikiaje mwanao unasikia amefanikiwa kwenye eneo fulani ambalo pia wewe ulihusika kumsaidia, ulimsomesha, ukamuhusia, alafu watu ukasikia wasema yule kijana ni kijana bora kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu anafanya vizuri, kwa sababu ana heshima. Alafu ile heshima wewe ulichangia kama mwalimu wake wa awali. Unajisikia vizuri kwamba mtoto huyu nilimfundisha, nilimuonya. Unajisikia vizuri, si ndio? Sasa hiyo ndio namna ambavyo walimu wanatakiwa wajione, kwamba sio issue tu kufaulisha banda pata sijui nini pata hiyo, sababu kupata banda theoretically, lakini lazima kuwe na ile namna ya kutamani kuona wanafanya matokeo zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia hiyo kitu, na nataka sasa tuendelee kidogo leo. Naona muda unakimbia. Nimekaa tu kwenye marudio hapa. Nataka tuangalie kitu kimoja hapa. Tukasema kwamba walimu
kuna kinacho watambulisha. Kama ukisema wewe ni mwalimu, haitoshi tu kusema kwamba wewe ni mwalimu tu, mimi ni mwalimu. Lazima uwe ni mwalimu wa nini? Unaweza kuwa ni mwalimu wa elimu dunia kama nilivyosema, au kawa ni mwalimu wa neno la Mungu. Neno la Mungu ni nani? Ni Yesu Kristo. Mwalimu wa unafundisha neno la Kristo, au unafundisha sheria ya roho wa uzima. Ukawa au ni mwalimu wa sheria ya Torati. Usikia walimu wa Torati, sio sikia kwenye maandiko wasema walimu wa sheria. Walimu wa sheria wale walikuwa ni walimu wanaofundisha Torati. Lakini pia kuna walimu wanaofundisha sheria za giza. Sheria za roho wa giza au sheria za roho ya uasi. Tunasema kuna walimu wanafundisha mambo ya uganga, uchawi na mambo ya kipepo na mambo ya kinajimu. Wapo walimu. Kwa hiyo unapozungumza mwalimu, lazima uwe specific ni mwalimu gani. Kama ni mwalimu wa elimu dunia, utajulikana wewe ni mwalimu wa physics, mwalimu wa geography, mwalimu wa kuna somo ambalo litakutambulisha. Mwalimu pia wa neno la Mungu, lazima kuna hilo neno la Mungu kama ni neno la Kristo. Lakini pia kama ni mwalimu wa sheria ya Torati, ilikusema kabisa kwenye maandiko mwalimu wa sheria ya Torati. Lakini kuna walimu pia wanafundisha mambo ya unajimu na kadhalika. Sasa tuelewe kwamba mwalimu wa physics au mwalimu wa geography hawezi akafundisha mambo ya civics, kwa sababu yeye title yake ni mwalimu amekuwa assigned hapo. Sasa tunapokuwa wewe ndo mwalimu wa Mungu amekuweka uwe ni mwalimu wa neno lake, unafundisha neno la Kristo, alafu unaanja leo unafundisha mambo ya kichawi, kesho unafundisha mambo ya uwekezaji, ujasiriamali, kesho unafundisha mambo yaani unaanja, lazima usema. Unajua mwalimu wa mathematics akiingia tena, walimu wa mathematics tunaona kimbelembele kweli, kwanza akosi darasani. Yaani katika mwalimu ambao alikuwa amisi darasani, yani namkumbuka kuna mwalimu mmoja namkumbuka mpaka leo, alikuwa anabebaga rula yake yani ya kuchora mistari, anaga utani afu anakunja hivi, anakunja shati lake mpaka hapa. Alikuwa amisi, yani huyu mwalimu wa mathematics. Kwanza walimu wa mathematics wana uchungu kweli yani. Kati ya walimu ambao wana uchungu kweli kweli na kutamani kuona watu wanasema wanasolve ni walimu wa mathematics. Kwa hiyo ukiwa mwalimu wa mathematics, you just be a mathematics teacher. Kuwa mwalimu wa hesabu. Sio unakuwa mwalimu wa neno la Mungu, alafu leo hii tunaanza kuona unafundisha mbinu za kichawi. Hizo mbinu za kichawi, Yesu Kristo alituma tufundishe mambo ya. Kwa hiyo tukishaanza kuona na hii inatusaidia kuweza kuwa makini na ni mwalimu gani ambaye tumfuatilie, kwa sababu unajua tunaweza kujifunza kwa walimu ambao tunawafuatilia kwenye makusanyiko yetu, lakini pia kwenye mitandao, lakini pia kwenye vitabu. Tunapata vitabu, tunaangalia kwenye mitandao. Lazima itusaidie tukishaanza kuona tunafuatilia walimu ambao wanazungumza sijui mbinu za kichawi, mbinu sijui za majini, mbinu za kwanza. Hizo mbinu wao wamezijuaje? Na hata kama wanazijua, ni masomo yao. Kwa hiyo ukishaanza kuona tu mtu anafundisha mambo ya gizani, kuwa makini sana, kwa sababu Mungu kututuma tufundishe mambo ya gizani. Sisi ni nuru, na nuru maana yake ni kuangaza. Tumwangalie Mungu, nia ya Mungu. Mungu aliwakataza wana wa Israeli watakapoingia katika nchi ya ahadi. Kuna vitu ambavyo aliwakataza. Kumbukumbu la Torati 18 kuanzia mstari wa 9. Anaposema utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda mfano wa machukizo ya yale mataifa. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanae au binti yake katika moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu amuombaye wafu, kwa maana atendayo yao ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako atawafukuza mbele yako, anawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa utakayoyamiliki
huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa ya kutenda hayo. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye. Alizungumza hapa, haya maandiko aliandika Musa, lakini kwa uvuvio wa Roho. Alikuwa anawahusia, mtakapoingia katika ile nchi msijifunze mambo haya. Msijifunze mambo haya. Mtu ambaye anayazungumza yeye si lazima atakuwa amejifunza. Msijifunze kabisa, yani msitamani kujua kwamba bao inakuaje. Kwani kuloga kunakuaje? Yani haina haja ya kujua kwamba kuloga inakuaje. Kama mtu anataka afanye tu anavyofanyaga yeye. Afanye kama yani haitakiwi, kwa sababu kwanza ukishajua utakuwa sensitive. Kimwona mtu anakuja kukupa mkono unasema huyu ndo niliambiwa anakuja kukupa mkono asubuhi saa 2 ndio utaanza kuwa na chuki na watu, si ndio? Utaanza kuchukia watu. Kwa nini? Kwa sababu niliambiwa mtu ambaye anakujaga anaongea maneno haya, huyo mtu sio, utakiwa ujue mambo mabaya. Sema ujuzi wa mema na mabaya. Tunataka tujue mambo mema tu. Kwa sababu mtu akija na baya lake, akija na hila yake, kuna Mungu atulindaye. Kwa sababu ukishaanza kujua mbinu za wabaya, maana kwamba uko tayari kujilinda mwenyewe, si ndio? Uko tayari kujilinda mwenyewe. Kwa hiyo mafundisho yoyote ambayo yanakuja yanafundisha mambo ya gizani, tujilinde nayo. Kwa sababu sisi hatukuwekwa kuwa walimu wa mambo ya gizani. Hivi kwani hata nikijua mbinu zao zitachangia nini mimi? Kwa sababu mimi sio nipiganaye vita, si ndio? Sio mimi ninapigana vita. Kwa sababu iko hivi, tusije tukafikiri kwamba sisi ndio tunapigana vita. Vita kisasi ni Bwana. Hatutaki pia tuwe na maombi ya uoga kwamba waangamize. Kwanza unamwamrishaje Mungu? Hivi jamani, wewe kuna maombi mengine ukisikiliza unakaa unajaribu Mungu waangamize, unamwamrisha Mungu. Hivi toka lini mtoto akamwamrisha baba? Mungu ni hakimu wa haki. Kama kuna jambo ambalo pengine tunasema kuna watu au kuna namna vyote, kuna mtu anania pengine ya kufanya uovu au kufanya jambo baya, mwachie yeye. Yeye ndio ajuaye kulipa. Na usimwambie Mungu ampe mtu adhabu gani, never. Usifanye hivyo. Lakini sasa hivi kuna namna fulani tunafundishwa waangamize, wa nini, uliwapate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ni Mungu wakataza wana wa Israeli watakapoingia katika nchi ya ahadi wasijifunze mambo ya uganga, ubashiri, wala hata wasitaki kuyajua yanafanyikaje. Yaani wasitamani kabisa ukiwa mwalimu wa nuru, stick kwenye nuru. Na nikikaa hapa nitakaa sana. Tunaona kuna baadhi ya mfalme Menase na baadhi ya wafalme walifanya mambo ya ajabu kwa kutegemea mambo ya gizani. Walianza kuingia kwenye mambo ya uchawi. Mfalme wa katika mfalme Menase alikuwa ni mfalme wa katika Israeli. Wakaanza kushiriki mambo lakini ukiangalia pia nao walijifunza. Kwa sababu hakuna mtu anayefanya kitu bila kujifunza. Kiona mtu anafanya kitu amefundishwa. Ukishaanza kusikiliza mambo ya kishirikina, automatically kuna siku moja utasema, lakini niliambiwa, mbona kuna mtu niliambiwa yule pale alifanya hivi akafanya hivi. Ngoja nijaribu, na kwa sababu huku sifa amekataa, ngoja niende. Kwa kuna vitu vingine kama huna mpango wa kuja kuvifanya, usijue hata vinafanyikana vipi, vinafanyikaje. Ukijua kitu kinafanyikaje, kuna siku utajaribu. Yaani ukijua kwamba hiki kinafanyika hivi, sema bana, mimi sinajaribu, najua tu, kwani mimi sitaki kufanya, nataka nijue tu mambo yanakuaje. Ukisikia kitu kinafanyika, kama mtu akwambia bana, unajua yani ukipiga hii bangi, ukifanya hivi pengine unajisikia hivi, kama kuna mambo yako hivi ukisha sasa siku pengine kuna condition unapita ya sema ni hard time. Nasema lakini niliambiwa hii pengine inaondoa haya mambo. Unasema ngoja nijaribu hii, pengine knowledge ni kitu ambacho ni akiba. Ukikiweka kitu ndani, kuna siku moja utakijaribu.
utakijaribu. Kwa hiyo walimu ni kitu cha muhimu sana. Sasa nitoke hapa niende, naomba nizuruke kabisa. Sasa kuna kipengele ambacho nataka nifundishe hapa leo, tunamalizia hapa. Kipengele kinasema ielewe kwanza lugha ya mwalimu wako. Ielewe kwanza lugha ya mwalimu wako. Unajua mwalimu kama uelewi lugha anayozungumza, ni ngumu sana kuelewa kile anachofundisha. Ni ngumu sana kuelewa kile anachofundisha. Kwa cha kwanza kabisa, unaposema huyu ni mwalimu wangu, cha kwanza lazima uelewe lugha yake. Kuna siku moja bana, nilikuwa kwenye sehemu fulani kwenye ofisi, akaletwa mwanafunzi mmoja, alikuwa ni wa form 1, ameenda shule, ameanza vizuri, akaenda akawa mtoro, akaacha. Sasa unajua kitaratibu, ukimpeleka mtoto shule alafu akaacha, mzazi unakamatwa, kwamba imekuwaje mtoto ambaye alitakiwa awe shule amekataa kuja shule. Kwa nini mtoto amekuwa ni mtoro? Kwa hiyo kama ameletwa ofisini pale, sasa yule mtoto akawa anahojiwa. Akaambiwa kwa nini utaki shule? Kwa nini utaki? Sababu mzazi akasema bana, huyu nimeshampiga, nimeshamlazimisha, anasema anakuja shule, wakati mwingine anakimbia. Sasa nimeshafanya kila kitu cha kutosha, nimeshashindwa. Mzazi anasema ameshindwa, mtoto form 1. Mtoto sasa anajitetea, anasema kwamba mimi kwa nikienda kule shule sielewi, wanafundisha Kiingereza, mimi sielewi Kiingereza. Sielewi Kiingereza. Kwa hiyo sielewi anasema kichwa changu hakielewi. Inasikitisha sana. Kwamba kwa nini haelewi? Kwa sababu lugha, akamwambia mimi lugha ya Kiingereza sielewi. Sasa inawezekana namna ya kujitetea sawa. Lakini pia inawezekana pia ni kifika pale asikia tu la yes no yes this is civics is anakariri zizi. Mbona maisha ni magumu? Mimi nishazoea kubatuka Kiswahili, alafu leo hii unaniambia physics is a subject which deals with the exchange and haya mambo lazima, mbona maisha ni magumu? Akienda kwenye mtihani, wakati mwingine kuna watu wanakariri, anatembea civics nini, anaanza kuimba. Ukimwambia what is nini, anazungumza kama wakati wa funguo nini, amekariri. Kwa sometimes, au kuna wakati lugha inaweza kuwa ni barrier. Kumuelewa mwalimu wako, lugha anayofundisha ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha muhimu sana. Sasa sisi mwalimu wetu ni Kristo Yesu. Mwalimu wetu ni Kristo Yesu. Na tuangalie Mungu huwa anazungumzaje hasa katika zama zetu hizi. Mungu anazungumzaje? Kwa sababu iko hivi, kuna namna ambavyo tunaweza tuka complicate mambo. Alafu ikawa kwamba hata kusema kile ambacho Mungu anataka aseme na kusanyiko hakieleweki. Mungu anazungumzaje? Lazima tuelewe sema ile mechanism ya Mungu anavyozungumza. Katika zama zetu Mungu anazungumza kutokea ndani ya mtu. Tuelewe hivyo. Mungu anazungumza kutokea ndani ya mtu. Kitabu cha Yeremia, karibuni. Tukiangalia kitabu cha Yeremia mstari wa 31, Yeremia 31 kuanzia mstari wa 31. Anasema hivi, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile walilofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambao agano langu hili walilivunja, ingawa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika. Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Anazungumza hapa
Yeremia kwa habari ya agano jipya ambayo watalifanya katika zama zetu hizi. Sababu hii ilikuwa ni unabii. Yeremia anazungumza namna ambavyo Mungu atahusiana tena na nyumba ya Israeli, kwamba katika zama hizi, nimesema kwamba Mungu anazungumza kutokea ndani ya mtu, anazungumza na mtu kutokea ndani ya mtu. Hiyo ni kitu ambacho lazima tukielewe kabisa. Mungu anazungumza na mtu kutokea ndani ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu amesema, ili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli. Asema nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Kwa hiyo ile kwamba mimi naweza nikasema nafundisha hapa, lakini kuna jambo ninazungumza na wewe ndani. Yaani kama sio sauti ambayo inazungumza na wewe ndani, ni ngumu sana ili neno ambalo ninaliachilia au unalisikia kwa mwalimu aina yote lika kutransform. Kwa sababu transformation au mabadiliko katika maisha yanaanzia kutokea ndani. Lazima usikie ndani. Kama huyo mtu wa ndani hajazungumza na wewe ndani, kwamba neno linaachiliwa, alafu lile neno unasikia ndani linakusema, ile nini, conviction, kuna kitu kinaitwa, unasikia kwamba hatia, unasikia kwamba na hii kitu hiki natakiwa nibadilike. Sababu iko hivi, watu wanafahamu kwamba kuiba ni jambo baya, si ndio? Wanafahamu kufanya jambo fulani hili ni jambo baya, wanafahamu. Lakini ile kusema kwamba kuchukua maamuzi ya kuona kwamba kitu ni kiache, mpaka kuna namna fulani ndani kuzungumze. Unaweza kumhubiria kila siku, kumhubiria, lakini kama Mungu hajasema na yeye ndani, ni ngumu kuacha. Kwa sisi tunatimiza kwa sehemu yetu. Kama mwalimu kazi yake ni kufundisha, kuachilia mbegu, lakini haikuzaa ile mbegu ni Mungu mwenyewe. Haikuzaa ile mbegu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo katika zama hizi kuna roho wa Mungu amewekwa ndani yetu. Neno la Mungu linapofundishwa, kuna namna ambavyo roho aliyeko, anasema roho ni yule yule. Roho anayezungumza kutokea kwangu, anayeachilia ile neno, na roho aliyeko ndani yako ni yule yule. Sasa kuna namna fulani ambavyo atakapokusemesha ndani, kuna namna fulani ya kusemesha, utaelewa sasa, hiki kitu hiki, this is mine, hii kitu ni cha kwangu. Ndio namna ambavyo Mungu anazungumza na mtu kutokea ndani. Anazungumza. Kwa hiyo neno hili lina trigger, sababu linafanya Roho Mtakatifu akusemesha, linakusaidia wewe kuweza kumsikia Mungu. Kwa anayefundisha anakusaidia wewe kuweza kumsikia Mungu kwa namna gani? Kwa sababu ni kama unajua Mariamu, tunafahamu Mariamu alipoenda kumtembelea Elisabeti, anasema alipofika ile sauti ya kuamkia kwake, kuna namna kitoto ndani yake kikaruka kwa furaha, si ndio? Kikaruka kwa furaha. Kwa nini? Kwa sababu kile kilichokuja, yule Elisabeti alikuwa na ujauzito wa Yohana. Kwa hiyo aliposikia habari ya ujio wa nani? Wa Mariam, kuna namna ile connection ikafanya kile kitoto Yohana akafurahia ndani, akacheza ndani. Kwa neno la Mungu linapoachiliwa, unapolisikia, kuna namna ambavyo litamwamsha roho ndani yako niseme hivi. Na nasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba usije hata siku moja ukafikiri kwamba labda maneno yako ndio yanamwokoa mtu. Na ubiri na unajua Yesu anaokoa, Yesu anani. Kinachomwokoa mtu ni Mungu kumsemesha ndani yake. Yaani wewe achilia neno, alafu lile neno likachokoze. Kuna namna fulani mtu asemeshwe ndani. Unaweza ukahubiri kabisa vizuri kabisa, ujumbe wa kweli kabisa, alafu usione hata mtu anashtuka. Kwa sababu tuelewe kwamba anayeokoa ni Mungu. Sisi kazi yetu ni kupanda tu. Anayeokoa ni Mungu. Usifundishe sana ukasema bwana fundisha watu wabadiliki. Yaani nazungumza hapa watu wasichelewe, au watu wasifanye jambo hili, au watu wasiibe, au watu wasinini. Lakini mbona watu wanafanya hivi? Nazungumza hapa pengine labda watu, kwa nini watu wasilewe, lakini nikienda kule mbona washarika na waona wanalewa? Kwa nini? Unaweza ukafikiri kwamba au maneno yangu ndio yana shida. It's not your words. Anaye transform mtu ni Mungu mwenyewe.
Sisi kazi yetu ni kufanya kupanda. Kazi yetu ni kupanda. Na wakati mwingine tunaweza tukaimba. Naimba kwelikweli. Mbona watu kama hawaabudu? Kuna namna tutasema kwamba lazima tuone watu mbona kama pakavu. Hii pakavu. Mtu aabudu kwa sababu ya nyimbo yako nzuri. Na hiyo kitu tusije tukajitengenezea kwamba najua nyimbo yangu nzuri ndio maana watu wanaabudu. Mtu anaabudu kwa sababu kile ambacho pengine umekiachilia kimetrigger roho, kwa sababu lazima waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho, sio katika nyimbo. Ina maana nyimbo itasema inatingisha ndani ya mtu. Alafu yule mtu unakuta anafanya nini? Roho Mtakatifu anakuta anamwadhimisha Mungu ndani yake. Kwa it is not the matter of song, kwamba nyimbo yangu, si maombi yangu, maneno yangu, mahubiri yangu, haya tunafanya kusema nini? Kutimiliza wajibu. Tukiangalia alizungumza Paulo walipokuwa wanasema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, wa Korinto. Kuna Apolo kusema sisi bana sisi mafundisho yetu ni ya Apolo. Sisi tunamfuata Paulo. Aliposikia Paulo hiyo habari kwamba kuna mgawanyiko katika kanisa, kwa sababu kuna ambao wanasema sisi ni wa Apolo, wengine ni wa Paulo, wengine wanasema sisi ni wa Kristo. Akawakemea akasema, kwani Paulo nani na Apolo ni nani? Lakini katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:7 anasema, akamaanisha kwamba hivyo apandaye si kitu wala atiaye maji, bali Mungu akuzae. Kwa hiyo apandaye, kupanda ni jambo moja jamani, lakini kuiko kitu kuota ni kitu kingine kabisa. Alafu bahati nzuri, japokuwa tunaga bahati kwenye kanisa. Kwenye kanisa ni kiuhalisia au kweli ni kwamba Mungu ndiye anayekuza. Yaani sisi tufanye kwa sehemu yetu, alafu swala la kukua usilazimishe. Niko na namba, yani mimi nikifanya huduma mbona kama sioni matokeo? Mbona kama sioni mbona kama nikimwambia mtu pengine aokoke aokoki? Kwani wewe ndo unamuokoa? Sisi atuokoi mtu. Kwa usilete kisingizio kwamba unajua mimi siwezi kuhubiri kwa sababu nikihubiri watu wenyewe hata hawaokoki. Watu wenyewe hata hawaokoki. Au nikimwambia yule kwa habari ya kubadilika wala hata habadiliki. Yaani uache kumwambia mtu kwa sababu unajua nikimwambia hata habadiliki. Just do. Fanya kwa sehemu yako. Bana, hii kitu sio poa. Hii kitu tunamwambia tu katika namna ya this is my friendly way. Hii kitu sio poa. Alafu swala kubadilika. Inawezekana hiyo ukasema hiko kitu, alafu ikawa nilisema ndio ile neno lile ndio ikawa point of contact. Kuna namna fulani akakaa akakumbuka, amelala sio akakumbuka jinsi ulivyomwambia. Roho Mtakatifu anamsemesha, anamremind kwamba unaona amekwambia hiyo sio kitu, sio. Na hiyo kitu inatokea. Kwa mfano kuna kupo miaka nyuma kabisa ya form 1. Kuna mtu ashaye kuniambiaga jamu neno. Alafu ile neno likakaa nikawa namkumbuka, namuona sura yake kabisa hivi ananiambia. Yaani na yeye aliniambia tu katika namna ya sema kiurafiki tu, bana hii jambo hili sio poa. Nilikuwa mkorofi kidogo. Yaani mtu akiniuliza nataka yani ile shari na akaniambia bana wewe hiyo sio vizuri bana. Hapa tumekuja tumaisha hivi na hivi. Aliniambia katika namna ya alafu alikuwa tu tunakaa naye kwenye deski moja. Nikakaa nikawaza, nilitafakarisha sana ile neno. Kwa hiyo anayebadilisha mtu sio sisi. Tusijibebeshe kama mwalimu. You just teach, fundisha, achilia mbegu. Alafu Mungu anamsemesha mtu ndani yake. Sasa lugha ya mwalimu wetu au lugha ya Kristo Yesu ni lugha gani? Tukatumalizie hapo. Yesu anafundisha katika lugha gani? Au lugha gani anatumia? Kwa lazima tunasema mwalimu wetu lazima tuelewe lugha anayofundisha. Yesu anafundisha katika lugha gani? Tukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 4, tunaona siku ya Pentekoste pale. Pentekoste. Anasema hivi. Anasema wote, Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 4, anasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka.
Anasema na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Anasema basi sauti hii iliposikiwa, walikutanika, wakasikiwa na fadhaa, au wakashikwa na fadhaa. Anasema kwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe, wakashangaa, wakastaajabu, wakaambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje? Anasema hao wote si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Anasema Waparthi, Wamedi, Waelami nao wakaaye Mesopotamia, Uyahudi, anasema Kapadokia, Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Misri, upande wa Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu wa Krete, Waarabu. Waliwasikia wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu, wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakaambiana, maana yake ni nini mambo hayo? Siku ya Pentekoste pale Roho Mtakatifu ameshuka kwa wale wanafunzi. Alafu wale wanafunzi wakaanza kuzungumza kwa lugha ngeni. Alafu kila aliyekuwa, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste ni siku ya Kiyahudi. Kwa hiyo walikuwa wamekutanika kwa ajili ya ile sikukuu katika Yerusalemu. Wakaanza kusikia watu wanazungumza kila mmoja kwa lugha yake. Kila mmoja kwa lugha yake. Sasa ile ilikuwa ni indication ya kwamba nini? Ya kwamba injili, gospel, imekusudiwa kwamba ihubiriwe kwa kila mtu kwa lugha yake. Yaani kila mmoja atakuwa, unajua isiwe na tunasema kusiwe na excuse, kusiwe na bana, unajua mimi sikuwa naelewa. Yaani kila mmoja kwa lugha yake atakuwa injili ihubiriwe kwa lugha yake. Na mwalimu wetu, uzuri mmoja tunasema hiyo na uzuri wa mwalimu wetu, ametengeneza mazingira kufacilitate kwamba injili ihubiriwe kwa kila lugha, kila kabila katika uso wa nchi, ili kusije kuwa na excuse bana, unajua sisi Wachaga bana, sisi hatujai kusikia injili ya Kichaga. Ipo. Sisi unajua wa lugha yetu hii hatujai kusikia. Ipo. Kwa ile indication ya siku ya Pentekoste walinena kwa lugha, na hii lugha walionena pale ya badi sio lugha hii na lugha za wanadamu na malaika. Walinena lugha mbalimbali mpaka Kiarabu. Unajua sasa hii leo hii wapendwa, kwa mfano hapa nikianza kunena Kiarabu mnaweza mkanikemea wapendwa. Jamaa amepandwa na wapendwa, mnaogopa kweli maneno yale ya. Mfano ukikutana na karatasi imebandikwa karatasi na maneno mekundu ikakunjwa vizuri, ukasukumiziwa kwenye shati lako au ukaekewa kwenye, kama una begi ukaekewa, unaweza kaanza kuhisi kwamba hamna, it's just a language, ni lugha tu. Ni lugha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni lugha, na walinena kwa kifanya nini? Kwa Kiarabu. Yaani tusicomplicate maisha. Unajua tunacomplicate maisha tukiona baadhi ya text tunataka kuona hii itakuwa sio. Na hata Uarabu ni injili inahubiriwa kwa Kiarabu kabisa. Kuna Biblia za ukiangalia hapa, kulikuwa na lugha nyingi. Kulikuwa na lugha Kichina, Kiebrania. Unajua kuna namna fulani hata Kiingereza kinabeba identity ya Pentecost, kwamba ile namna ya ukisema ukihubiri kwa Kiingereza ndio kama ina ladha fulani hivi, ndio nzuri. Amna, sio mbaya kama mission yako umesema umepewa mission kuhubiri, kusema kwa ile international mission, unaweza kuhubiri kwa Kiingereza au na audience yako kama inakuelewa. Lakini injili imekusudiwa iende kwa mataifa yote, kwa kila kabila, kila lugha na kila jamaa. Kwa hiyo wewe kama upo kwenye mazingira ya kwamba ni Kiswahili, you just sema na mimi naanza kuongea Kiingereza tena, sababu hapa nipo na watu ambao sema watu wa chuo na kadhalika. Tuhubiri kwa Kiswahili, ndio lugha yetu, japokuwa tumeshakomazwa kwamba kuna lugha fulani ishatukomaza, ishatunini. Lakini wale wanafunzi walipokuwa siku ya Pentekoste waliadhimisha matendo makuu ya Mungu katika lugha mbalimbali. Alafu wale mataifa walioko pale, kila mmoja akaanza kusikia matendo makuu kwa lugha yake.
inaonesha kwamba Mungu anataka injili ihubiriwe katika namna ambayo inaeleweka kabisa. Yani tusiweke mambo magumu kwamba Kiingereza, Kiyahudi, Kilatini. Yani tukishaanza kuweka kwamba mtu mpaka ajifunze lugha hii alafu ndio aje kupata kuelewa injili. Injili inatakiwa iwe hivyo hivyo, iende kama hii. Kwa hiyo ukienda sehemu ambao watu wanaongea, hata kama wanaongea, unasema watu wanaongea kinini, wanaongea Kisela, kama utaongea injili ya Kisela wakakuelewa, sema. Cha msingi ile ujumbe ufike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Cha msingi ni nini? Ule ujumbe ufike. Tusicomplicate maisha. Ufunuo 5:9 asema, nao waimba uwimbo mpya wakisema, wastahili kukitoa hiko kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, kwa wafanya kuwa ufalme na makuhani, nao wamiliki juu ya nchi. Ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha na jamaa. Amemnunuliaje watu au amewafanyaje hao watu kuwa ni ufalme? Kwa sababu walihubiriwa kwa lugha zao, walihubiriwa katika namna ya vile ambavyo wanaelewa. Na katika hili tukiangalia kitabu cha Mathayo 24:14 anasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote na kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Alikuwa anazungumza habari za siku ya dalili za wakati wa mwisho ambapo Yesu atakuja. Yesu atakuja ambapo injili imehubiriwa katika kila kabila, kila taifa, kila lugha. Yaani ili kusije kuwa na nini? Kusije kuwa na excuse, kusije kuwa na kisingizio kwamba bwana, unajua sisi hatujasikia injili kwa lugha yetu. Kila lugha. Alisema mtakapoona injili hii ya ufalme imehubiriwa katika mataifa yote na kuwa ushuhuda, anasema ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo mwisho sio mataifa kupigana, sio magonjwa, sio mambo ya dhiki na kadhalika. Ni pale injili ya ile ya ufalme itakapohubiriwa katika. Kwa hiyo tunataka ule mwisho utokee. Tunataka ule mwisho Yesu kuja kulichukua kanisa lake utokee. Lazima injili ihubiriwe. Injili ihubiriwe. Yesu Kristo sio wa Kiingereza, na kuomba kwa Kiingereza sio kwamba ndio upako. Hiyo ile upako fire. Yaani kama fulani tumesha. Yaani nataka tuondoe ile mentality ya kwamba Mungu anatusikia vile ambavyo tulivyo. Imagine hata mtu ambaye hawezi kuongea anaweza kuomba. Kuna mtu ambaye pengine hawezi kuongea ile lugha kabisa, hii lugha hii, lakini anaweza akaomba, anaweza akakommunicate na Mungu wake. Kwa hiyo Mungu anatusikia kwa sauti zetu, kwa lugha yetu, na haina mbwembwe kwamba lazima nikorome, kwamba nikienda mbele za Mungu lazima baba. Zungumza, njooni tusemezane, asema Bwana. Njoeni tusemezane, njoeni mueleze mpate kupewa haki yenu. Ni mazungumzo. Unajua ukisoma maandiko, katika maandiko ya Injili anasema Yesu akasema. Yesu akapaza sauti yake akisema. Sasa kupata sauti kusema ni sauti yangu hii, lakini pengine inaweza kana naizungumza kwa kumaanisha zaidi. Akasema Baba, akamwambia Baba. Sasa tukisema kwamba kuna template kwamba lazima iwe hivi, Mungu anatusikia hivi tulivyo, anatusikia hivi. Na hata kwenye kufundishana pia tufundishane katika namna hii. Moja ya kitu ambacho nilikuwa natamani, na mimi natamani hata wewe ukitamani kitu, ni kwamba unapoweza kuenda kufundisha mbele za watu uwe natural. Yaani usitumie nguvu, yani kwamba lazima kuna wakati mwingine unaweza ukatoka hapo Sasa sio wanaofanya hivyo, sio criticize, lakini ukifanya kwa vile ulivyo, inakuwa hautumii nguvu, na watu hawatasema kwamba hiyo ndio sababu, kwa sababu sauti yake anaifanya hivi ndio maana watu wanaelewa. Kwa hiyo unamwambia Mungu, Mungu nitumie jinsi nilivyo. Nitumie jinsi nilivyo.
Na nataka nimalizie hapa. Kwa nimezungumza kwamba Mungu anazungumza katika namna kutokea ndani yako. Na atazungumza katika namna ambavyo utaelewa wewe. Utaelewa. Sisi tunafundishana, tunasikia neno, unasoma maandiko, lakini lile andiko sio andiko ndo linakuokoa. Ni Mungu anasema na wewe ndani katika namna ambavyo utaelewa. Anakuelewesha na kukusema, anabaki na wewe na kukukumbusha. Alikuwa anazungumza kwa habari ya yule msaidizi atakapokuja. Nimalizie hapa, huyu msaidizi atakapokuja. Yesu alikuwa anazungumza kwa habari ya msaidizi. Yohana 14:26 sema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Tunahitaji kufundishwa, tunahitaji mwalimu. Kuna msaidizi, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atufundishaye, Roho Mtakatifu ndiye atukumbushaye. Neno ambalo unalisikia hapa utalisikia leo hii, lakini Roho Mtakatifu ndio. Kwa ili neno linalokuja leo hii au ile ambalo tumelisikia wiki hizi mbili, ni neno ambalo linatufundisha hasa habari ya utumishi na maisha yetu kwa maana ya gani? Kwa maana kwamba tuelewe kwamba Mungu anazungumza katika namna rahisi, katika namna nyepesi. Nasema akasema Mungu anazungumza kwa sauti ndogo tulivu. Sauti ndogo ya utulivu. Katika namna yetu, na Mungu akisema na wewe, unaweza ukakonfuse kati ya mawazo yako na wewe. Akizungumza na wewe ndani, ukisema au mimi nawaza tu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho na anazungumza kutokea, na hawezi akazungumza katika lugha ya tofauti. Yaani akisema na wewe wazo. Yaani utasikia kwamba ile wazo limekuja ndani yako, lakini ile wazo litakaa likikusitiza. Kwa hiyo usije ukafikiri kwamba pengine kuna experience ya tofauti Mungu akinisemesha nitasikia. Utasikia tu kwamba kitu kinakwambia ndani, lakini kama vile ambavyo kinakwambiaga mawazo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Sababu sauti yako ya ndani ndio ile ile. Yaani Mungu akisema na wewe ndani na mawazo yako yakisema na wewe ndani, hakuna utofauti. Sauti ni ile ile. Utasikia katika namna ile ile. Tofauti ni kwamba nini? Kuna amani. Biblia inasema amani ya Kristo na iamu ndani mwenu. Kuna amani ambayo utaisikia kwamba hili neno linazungumza na mimi, kwamba nikilifuata kuna amani nitaipata. Kwa hiyo tunaye Roho Mtakatifu msaidizi. Huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka atatufundisha yote. Kanisa tunafundishwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu atufundisha kitu kingine nje ya Kristo. Sababu wasema atakapokuja huyo Roho Mtakatifu atawafundisha na kuwakumbusha niliyowaambia mimi. Anasema Yesu. Kwa Yesu Kristo anazungumza kwamba Roho Mtakatifu atamthibitisha yeye. Kwa Roho Mtakatifu atatufundisha kile ambacho Kristo anatazamia tukifanye. Kwa mwalimu wetu ni nani jamani? Sisi kama kanisa lazima tujifunze kumsikia Roho Mtakatifu. Na tuwe na kiu ya kumsikia Roho Mtakatifu. Na tuwe sensitive, kwa maana kwamba unaposikia neno, sikiliza kile ambacho kinakusemesha ndani. Kisikia neno, usikie kile ambacho kinakusemesha ndani. Ukitii kile ambacho kinakusemesha ndani. Kwa sababu hatima yako imefichwa pale ambapo kile ambacho umekisikia ndani yako unapokifuata. Kwamba neno limeachiliwa, alafu lile neno kuna sauti ukaisikia ndani. Alafu ile sauti kila ukifikiria kuna amani unaipata. Ukilifuata maana kwamba nini? Umelitii neno la Kristo. Sasa usije ukasema kwamba yani huyu mtumishi alisema, alinielekeza hivi, mwisho wa siku utampa Kristo utukufu. Kwa nini? Kwa sababu alinisemesha ndani. Mtumishi alizungumza sawa, lakini kuna neno likanisemesha ndani. Kwa ile sauti au lazima umsifu Mungu. Kwa sababu mtumishi akizungumza maarifa yote, alafu ukafuata, alafu kuna mafanikio ukayapata, utukufu mpe Mungu. Yeye amefanya kwa sehemu yake. Unajua kuna wakati mwingine tunatoaga shuhuda. Yaani namshukuru huyu mtumishi, namshukuru huyu baba. Unasikia watu wanazungumza, namshukuru huyu baba. Yaani ile neno alilozungumza hapa, ikatokea nini? Ile neno alilolisema hapa nikalifuata. Yaani neno la huyu baba limeniokoa, limenifanya nikafanikiwa. Tunaanza kutoa tena utukufu kwa watu. Lakini neno ambaye anasema na wewe, kama ni Mungu anasema na wewe kutokea ndani. Tujifunze
kumsikia Roho Mtakatifu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Basi nihitimishe, nimshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu. Mungu atusaidie sana kwa neno hili ambalo tumesikia kwa hizi wiki mbili, na naamini kabisa kwamba taweka shauku ya kumsikia Mungu, kujifunza kwake. Walimu wafanye kwa sehemu yao, lakini ile feedback ya ndani ni ya muhimu mno, kwa sababu ndio mwalimu wetu, hasa kanisa anazungumza na sisi kutokea ndani na kwa lugha yetu, kwa namna yetu. Vile vile tunaelewa kwa kila mmoja kwa kabila lake, kwa alivyozoea. Kama unaelewa zaidi Kiingereza, utazungumza na wewe Kiingereza. Just stop this my son, stop this. Kama ni Kinyakyusa, kama ni Kipare, kama ni Kichaga, kama ni namna yako ambayo unaelewa. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Wewe ulitumia neno lako kuponya na kuwaganga waliovunjika moyo. Nashukuru Bwana kwa sababu tumetambua kabisa kwamba wewe ndiye mwalimu wetu, kwamba tunaposikia neno la Mungu, tunapolisikia neno lako Mfalme, kupitia walimu, kupitia maandiko, wewe unalithibitisha neno lako, sababu waliangalia neno lako upate kulithibitisha. Unalithibitisha neno lako ndani yetu. Endelea kuomba Mungu, ukaeke sensitivity, ukaeke hali ya kuweza kulisikia neno lako kwa urahisi zaidi. Tunaposikia mafundisho, tunaposikia kweli yako, tunaposoma maandiko, Mungu ukatusemeshe ndani. Ikawa yote kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.